kazi yake Yesu. Kwa uhodari nitajibu, msingi wangu ni wangu. Na Yesu asifiwe sana ndugu yangu. Ninakusalimu na kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuja kwako na somo ambayo inasema hayawani wabaya. Tutasoma katika kitabu cha Tito sura 1 na mstari wake wa 10. Kitabu cha Tito sura 1 na mstari wake wa 10. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, amesema, Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya, walafi, wavivu. Ushuhuda huu ni kweli. Kwa sababu hiyo, wakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani. Wasisikilize ahadi za Kiyahudi, wala maagizo ya watu wajepushao na yaliyo kweli. Amen. Tunaongeza katika kitabu cha Luka. Tunaongeza katika Luka sura 10 na mstari wake wa 36 hadi 37. Tunasoma tena kwa jina la Yesu Kristo. Waonaje wewe katika hao watatu? Ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Baba, tunakushukuru kwa neno hili ambalo umetubariki kwa mchana wa leo, ili kwamba nilichangie na mtumishi wako na mjakazi wako ambaye ananifuata kwa muda na saa kama na hizi. Ninaliweka mikononi mwako, utuwezeshe Kristo tulitoe sawa na mapenzi yako, na roho hii ambayo inaisikia ujumbe huu ipate kupokea kitu kutoka juu, kwa utukufu wa jina lako na kwa wokovu wa maisha yetu. Katika jina lako Yesu tunakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu katika Kristo. Ninakukaribisha tena unipe masikio kwa muda mchache huu ambao Bwana ametupa, ili kwamba tulichangie neno hili mfupi ambayo ni ujumbe ambao na kichwa inasema hayawani wabaya au wanyama wakali. Hayawani wabaya au wanyama wakali. Tumesoma katika kitabu cha Tito sura 1 na mstari wake wa 10 hadi 13 hadi 14. Tunaparudilia tena hapa, wanasema utaanzia 10, yani Tito sura 1 mstari wa 10 unaanzia hapo 10 mpaka 14. Lakini hapa nataka kusoma tena. Aseme, hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao wenyewe, amesema, Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya. Ndio kichwa cha neno, hayawani wabaya, yani wanyama wabaya, wanyama wakali. Hawa Wakrete, hawa wanyama, hawa hayawani sio minyama ya mpori ambayo Biblia inazungumzia hapa. Iko nazungumzia hawa Wakrete kwamba ni waongo, ni hayawani wabaya, yani tabia zao ni ya simba, ya nyama. Hayawani wabaya, walafi, tena wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo, wakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika akili, wapate kuwa wazima katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa katika Bwana, Shetani ana majina mingi, na baadhi ya majina za Shetani anaitwa tena muovu, mnyama mkali, ambao Biblia hapa inazungumza kwamba hayawani mubaya. Ubaya wake hakuanzia hapa mdunia, alianzia ubaya wake mbinguni. Alijirevolte kwa Mungu, na wakati alijirevolte akakuya mdunia na hasira ya kuja kushawishi
watoto wa Mungu, kuja kushawishi wanadamu, kuja kushawishi wale ambao wamekwisha kumwamini Kristo, ili kwamba awapotoshe. Kumbuka Bwana Yesu anatupatia mfano ya magugu na ngano, kwamba yeye aliingia kwenye shamba na akapanda ngano katika shamba. Na wakati alipopanda ngano katika shamba, aseme mwovu akakuja naye akatia gugu. Bwana tusaidie sana. Kazi ya hiyo gugu ni kuzuia ile ngano isikomali na afya nzuri. Ni kuzuia ile ngano isikomae na vitamine ya bien. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani katika kanisa, shetani kati ya watoto wa Mungu anakuja na mission. Mission yake ni kuzuia wale watoto wa Mungu ambayo ni ngano wasikomae katika imani mpaka kufikia wito wa Kristo, yani mpaka kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo ya hiyo gugu, yani lengo ya shetani katika kanisa ni kuzuia watoto wa Mungu wasikomae katika imani. Yani mission ni kuvunja imani ya watoto wa Mungu, ni kuvunja ushauku ya watoto wa Mungu, ni kuvunja bidii ya watoto wa Mungu wasifikirie kurithi uzima wa milele. Ndio lengo ya shetani katika kanisa, katika watoto wa Mungu. Hayawani wabaya ni Wakristo, wanaitwa au wanajiita Wakristo, ni Wakristo, ni watumishi wa Mungu, ni waombaji, ni waimbaji, ni wachungaji wa makanisa, ni waevangeliste, wa mama wa kurugenzi. Hapo biko na kazi yao mule mkanisa ni kuua, ni kuvunja, ni kuharibisha au ni kupokonya imani, ni kuzoofisha imani ya watoto wa Mungu ambao ni ngano, ili kwamba wasiendelee kuishi maisha kumpendeza Mungu katika kanisa. Yani kuvunja imani ya watoto wa Mungu ili kwamba watoto wa Mungu wasiurithi uzima wa milele. Kichwa cha neno, hayawani wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajuaje kama wewe Mkristo, kama wewe mtumishi uko hayawani mubaya? Nitajuaje kama mimi niko hayawani mubaya? Nitajuaje kama niko mnyama mkali? Ni wakati sina roho ya huruma kwa ndugu yangu, kwa jirani yangu. Sina roho ya rehema, sina roho ya moyo wa huruma kwa jirani yangu wala kwa ndugu yangu. Ndio alama kujua kwamba huyu ni hayawani mubaya. Mwenzako akikukosea hawezi kumuomba, hawezi kumsamehe. Mwenzako akikuwa na haja, akikuwa na bezo wala akikuwa na njaa, na wewe uko na kile cha kumpatia kama vile chakula wala cha kumsaidia juu ya maisha, hawezi kumsaidia. Kama atakufa na njaa akufe, haujali. Hayawani mubaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Hayawani wabaya ni Wakristo, ni watumishi wa Mungu ambao maisha yao katika kanisa, mission ni ya kuvunja na kuharibu imani ya watoto wa Mungu katika kanisa. Ndio mpango na ndio mission ya hawa hayawani wabaya. Sasa shetani alijirevolte kuanzia mbinguni na akakuja mdunia na akaingia makanisa. Amekuja na hiyo lengo moja ya kuja kuharibu, kuvunja, kuzoofisha imani ya watoto wa Mungu. Maana kuskandalize, Kiswahili tuseme kuvunja mioyo, maana kuzoofisha imani ya watoto wa Mungu ndani ya kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Utajua kama uko hayawani mubaya au kama uko mnyama mbaya, uko gugu katika kanisa, wakati maisha yako ya kiroho wala maisha yako, tabia yako ni ya kuvunja mioyo ya watoto wa Mungu, ya wenzako, wa ndugu zako ndani ya kanisa. Ni ya kuvunja mioyo ya jirani yako, ni ya kuvunja imani ya ndugu yako. Mwingine ndugu yako anashindwa hata kupata bidii ya kumtafuta Mungu kwa sababu ya tabia yako. Hiyo ndio somo na hiyo ndio ujumbe kwa kifupi, ili upate kunielewa. Ujumbe ni kwamba hayawani mbaya ni Mkristo, ni mtumishi wa Mungu ambaye moyo wake hana moyo wa huruma juu ya ndugu yake. Hamfikiri ndugu yake kwamba nikifanya hii jambo ndugu yangu ataumia, ndugu yangu ataanguka mzambi. Huyo ndio hayawani mbaya. Na Mungu anakuja kutuonya kwamba tujiepushe. Hapa tumesoma katika kitabu cha Tito, aseme
Kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana. Wanakuwa na maneno haina maana. Maneno yao ni ya kuvunjana moyo katika kanisa, katika kazi ya Mungu. Maneno yao ni ya kusengenyana ndani ya kazi ya Mungu. Maneno yao ni ya kuvunjana moyo, haiko ya kuhimiza mwenzake katika safari. Maneno yao ni ya kushotana vidole. Wanaimba, wanaomba, lakini unafiki haitoki. Hayawani mubaya. Aseme wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara ambao yapasa wazibe vinywa vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu wa kwao, nabii wao, anasema Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya, wavivu, walafi. Bwana tusaidie sana. Hasemi ni hayawani wabaya, wavivu, hawapendi kufanya kazi, walafi. Maana kila kinyanapata ni cha kwake. Hawezi kuwa na roho ya kusaidia ndugu yake mwenye iko muhitaji. Hana hata ya kuona, hata aone ndugu yake hana hata cha kuvaa, hana hata cha kukula. Au hata aone ndugu yake iko mubezwe ambayo yeye iko na ule uwezo wa kumsaidia. Hawezi msaidia. Mlafi, anajipenda mwenyewe. Hana roho ya huruma. Huyo ndio hayawani mubaya. Na Mungu amekuja kutuonya kwamba tujichunguze, tusifanane na gugu katika kanisa. Wewe na mimi tutoke katika tabia, tusikue miongoni mwa hawa wa Kristo ambao ni hayawani wabaya, ambao ni magugu, ambao kazi yao ni kuvunja mioyo na imani ya watoto wa Mungu ndani ya kazi ya Mungu au ndani ya kanisa. Dada mwenye anaingia kanisani kwa uchi, anavala tu kama malaya. Mishio yake anakuja, mishio awaangushe vijana katika zina, katika tamaa. Mishio yake awaangushe watumishi wa Mungu katika dhambi. Mtumishi wa Mungu mwenye iko na mapesa, iko na Mungu anambariki na mapesa, lakini hana roho ya huruma juu ya ndugu yake ambaye hana kitu ndani ya kanisa. Hayawani mubaya. Upende ulale na nje, upende ufukuzwe nje, upende watoto wakose vya kubalipia masomo sijui. Hajali. Hayawani mubaya. Hayawani mubaya ni Mkristo au mtoto wa Mungu ambaye hana roho ya huruma juu ya ndugu yake. Tulimwamini Bwana Yesu ili kwamba tuurithi uzima wa milele. Na njia pekee ya kutufanya tuurithi uzima wa milele, Bwana Yesu anatuonya kwamba tuwe na moyo wa huruma kwa ajili ya jirani yangu, kwa ajili ya jirani yako. Uwe na moyo wa huruma, niwe na moyo wa huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme wanafundisha mafundisho ya aibu katika Tito hapa. Aseme wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Wanafundisha mafanikio ili kwamba wapate, watu wawaletee mapato ya aibu. Hawafundishi injili iletayo wokovu tena katika kanisa. Hawafundishi injili ambayo itamfanya mtu aende kumuurithi uzima wa milele. Hawafundishi injili ambayo itamfanya mtu akubali na kumwamini Kristo na apokee Roho Mtakatifu. Wanafundisha mafundisho ya aibu kwa ajili ya faida yao wenyewe. Mafundisho ya utakaso haifundishwi tena. Huyo ni hayawani mubaya. Woga wa Mungu, hajui kuwahimiza watoto wa Mungu kwa ajili ya uzima wa milele. Hayawani mubaya anafundisha mafundisho ya aibu. Maandiko yanasema wanafundisha mafundisho ya aibu. Mafundisho yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Mtu wa kwao, nabii wao amesema Wakrete ni waongo. Wakrete ni waongo. Wanajiita Wakristo lakini ni waongo. Wanafundisha mafundisho ya aibu. Hayawani mubaya hana susi yeye hata wanguke mzambi, hana susi ya kuona wewe uko unaishi maisha ya dhambi, hata kama unaimba unaomba, hana susi yake kuona uko mzambi. Yeye kwake hana ajali. Problem yake anataka kuone sadaka zinaingia mkanisa. Ukiona vala kisu unataka tia vyote mkichwa, siyo jipodoki kisu unajisikia, yeye ana stress na wewe. Susi yake ya kuone tu unaleta kama ni cha 10. Hayawani mubaya anafundisha kwa ajili ya faida ya aibu, mapato ya aibu. Hayawani mubaya ni Mkristo, ni mtoto wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu ambaye anafundisha mafundisho ya aibu, ambaye haimizi ndugu yake kwa ajili ya uzima wa milele. Maisha yake ni kuvunja moyo imani ya wengine. Ndugu yake akimkosea hawezi kumsamehe. Hayawani mubaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikia hapa chini wanasema kwamba aseme hao wanapindua watu wa nyumba nzima,
wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Wanapindua watu wa nyumba nzima. Yani familia ilikuwa bien, familia ilikuwa na amani, familia ilikuwa na upendo. Lakini tangu ile mama alianza kuingia mwa ile kanisa, wanaanza kumtabiria, unaona shangazi yako ndo mchawi, ndio umekuwa na kuloga. Unajua mamako mdogo ndo mwenye anakufanya hauzali hizi siku. Kuliko alete amani muhiyo familia, anaanza leta vita katika familia hiyo. Hayawani mubaya. Aseme wanapindua nyumba ya familia nzima, wanaipindua kwa sababu ya mafundisho ya aibu. Familia ambayo ilikuwa na amani, ilikuwa napatana, haipatani tena kwa sababu ya mabunabii ya bongo bongo enye iko analetewa. Wao lienda mkanisa juu uende kuambiliwa kama mama yako ni mchawi. Wao lienda kanisani juu uambiliwa kwamba tate yako ndio umekuwa na kuloga. Kanisa iko pale juu kukuambia ya kukutenganisha na ndugu yako ya familia. Kazi ya kanisa ni kukupatanisha wewe na familia yako. Kazi ya kanisa ni kukupatanisha wewe na Mungu. Lakini unaenda kule unafundishwa, kuliko urudie nyumbani kwa amani, uende kuwa na mawasiliano mzuri na ndugu zako, unaenda bomola. Sasa swali, Mungu, kazi ya Mungu ni nini? Ni kuharibu watu wala kujenga mioyo ya watu? Ni kuvunjana mioyo wala kuhimizana? Hayawani mubaya ni Mkristo, ni mtumishi wa Mungu, ni huyu mama, ni huyu dada, huyu kaka ambaye anafanya kazi ya Mungu, anafanya vya Mungu, lakini maisha yake, tabia yake haina huruma kwa jirani. Hata ndugu yake akianguka mzambi hana shida, maafu, atajijua ni maisha yake. Mimi sina sijali, pesa zeniko nazo ni zangu, siwezi saidia, atajijua. Nimetoka kusoma katika kitabu cha Luka hapa. Maandiko yanasema kwamba ni habari ya Mfarisayo na Msamaria. Bwana tusaidie sana. Mfarisayo na Msamaria. Bwana Yesu alileta mfano kwamba kisha huyu Mfarisayo alimuuliza Bwana Yesu kwamba, Bwana, nifanyeje ili niurithi uzima wa milele? Bwana Yesu akamwambia, unajua amri, fanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Akasema hivi yote navijua. Na akamuuliza Yesu, sasa jirani yangu, ndugu yangu ni nani? Jirani yangu ni nani? Na akasema, Bwana Yesu akampatia hiyo mfano, aseme kulikuwa mtu ambaye alikuwa ni Msamaria, alikuwa anatoka Yeriko. Sasa huyo Msamaria akakutana na wanyang'anyi, na wakati alipokutana na wanyang'anyi wakamfanyia vibaya vyote vya kila namna. Mnajua hiyo habari, tunajua bien. Wakamfanyia vibaya, wakamwacha pale. Kukakuja mtu kuhani Mfarisayo mwenye kumcha Mungu, yani niseme mchungaji, kwa mchungaji mwinjilisti, mama mkurugenzi, akapita pale akamuona, hakumjali. Kukapita mwingine, bishop, archbishop, nani, akapita pale hakumjali. Kukakuya adui yake ambaye kwa mwili ni adui, kwa sababu Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawapatani. Alikuwa ni Myahudi, alikuwa ni Msamaria, ndio mwenye alikuya, na salimuona akamsikilia huruma. Bwana Yesu asaidie sana. Tumesema kazi ya hayawani wabaya, wanavala makoti, wanavala masuti vizuri, hawana roho ya huruma kwa ndugu yake. Hawana roho ya huruma. Yeye iko tayari aendelee kuwa tajiri kila siku, baendelee kumtolea masadaka, lakini hata akiona watoto wa Mungu wengine, siyo wajane wako mule mkanisa yake, siyo mayatima wako mule, siyo wa maskini wako mule, hana taro ya kusema kwamba ataanza kumsaidia naye. Lakini yeye anapenda kuankese mapesa, kama ni kutaka kuenjoy, anaenda kwenye anataka, mwinchi yote anataka kwenda kwa yeye anasusi. Au contrary, kwenda kuendelea kumwambia ule maskini, ule mjane, ule mwana kitu, leta nitolee, tolea Mungu. Yani yeye anakuwa kama Mungu. Hayawani mubaya, hana huruma. Na huyu Bwana Yesu akamuuliza swali, sasa kati ya huyu Msamaria mwenye alimsaidia na akampeleka kwa hospitali akamtunza, na huyu kuhani, huyu mwinjilisti, na huyu muombaji, na huyu mtumishi mwenye alipita, ni nani alimtendea mazuri? Ase ni huyu mwalimsikilia huruma. Bwana Yesu akamjibu, ase wende na ufanye vile. Bwana Yesu tusaidie sana. Nimesema hayawani wabaya, yani wanyama wakali, ni Wakristo ambao hawana roho ya huruma kwa ndugu zao, kwa watoto wa Mungu. Ndugu yako sio tu ule mnatoka naye familia moja.
au mnazaliwa naye tumbo moja. Ndugu yako sio tu ule mko mnaimba naye, mnashiriki naye kanisa moja. Ndugu yako sio tu ule rafiki yako muona jua, hapana. Ndugu yako ni kila aitwaye mwanadamu ambaye yuko muhitaji. Ndio ndugu yako mwenye Mungu anasema msaidie. Kila mwenye yuko mbezo ndio mwenye Mungu anataka wewe na mie tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayawani wabaya ni Wakristo ambao hawana moyo wa huruma. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe na mimi tujitahidi tusiwe miongoni mwa hayawani wabaya. Watoto wa ufalme wa shetani hawana roho ya huruma kwa ndugu zao. Ufalme wa watoto wa shetani, watoto wa ufalme wa giza, watoto wa ulimwengu wa giza, hapa kwa gina susi na kujali kufanya kile ambacho kinaweza kikampendeza Mungu, kikamfurahisha Mungu. Yaani hawana susi ya kutafuta uso wa Mungu kwa viwango ambavyo Mungu anataka. Hajali. Lakini sisi ambao ni ngano katika shamba la Bwana. Sisi ambao ni ngano katika ulimwengu. Dunia iko mkontroli ya shetani. Dunia iko mkontroli ya shetani. Ndio Bwana Yesu anasema mfalme wa ulimwengu huu amekwisha kuja, lakini hana kitu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme wa ulimwengu huu alikuwa anasema shetani. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha kuja, lakini hana kitu kwangu. Lakini sisi ambao ni mbegu, ni ngano katika gugu, tutasoma pale tujue tunatakiwa kuwa na watoto wa aina gani. Unajua ngano inasaidia wenzake. Ngano ikiona gugu iko vibaya, ngano hashirikiani na tabia za gugu. We kama uko mtoto wa ufalme wa mbinguni, kama uko mtoto wa Mungu, unapaswa kuwa na moyo wa huruma. Ninapaswa kuwa na moyo wa huruma, kujali, nijiepushe kufanya mabaya juu mwenzangu asianguke. Nijiepushe kufanya kitu kile kitamfurahisha Mungu, kwa sababu ndugu yangu, jirani yangu akiona ninafanya ile kitu, labda naweza kuua imani yake. Ninamfanya ndugu yangu anakosa mbingu kwa sababu yangu. Hayawani wabaya hawana roho ya huruma kwa ndugu zao. Yeye hata akisikia ndugu yake anaanguka mzambi anashangilia, anasema na tulikuwa tunawaambia kama atashindwa. Hayawani mbaya. Bwana tusaidie sana. Tunasoma katika kitabu cha Yakobo. Tunasoma Yakobo sura 1. Yakobo sura 2 na mstari wa 13. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasemi hukumu haina huruma kwake yule asiyekuwa na moyo wa huruma. Tumesema hayawani wabaya ni Wakristo ambao hawana moyo wa huruma kwa ndugu zao, kwa jirani. Kazi ya huyo hayawani wabaya mkanisa ni kuua, ni kuvunja imani ya wengine ndani ya kanisa. Hapa Bwana Yesu anasema kupitia Yakobo, Roho Mtakatifu kupitia Yakobo anasema kwamba hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Mungu hata kusamea kama wewe, hata kuonea huruma kama wewe mwenyewe uoneagi ndugu zako huruma. Mungu hata nionea huruma kama mimi mwenyewe sikuwa na moyo wa huruma kwa ndugu yangu wala kwa jirani yangu. Ni lazima tuwe na moyo wa huruma ili kwamba mbingu zipate kutuhurumia. Bwana Yesu anasema kwamba hukumu haitakuwa na huruma kwa mtu au kwa, hapa iko nasema mtu binafsi. Angalia cheo cha mtu, angalia huduma ya mtu, angalia umaarifa wa mtu, umaarufu wa mtu, angalia kimo cha mtu. Hasemi hukumu haina huruma kwake asiye na huruma. Haijalishi uko unafanya huduma gani kanisani. Haijalishi uko nafasi gani kanisani. Haijalishi uko mchungaji, haijalishi uko mwimbaji, haijalishi uko mama mkurugenzi, haijalishi uko mjakazi, haijalishi unafungaka vifungo vya aina gani. Kama hauna moyo wa huruma, hukumu haitakuwa na huruma kwako ndugu yangu. Hayawani wabaya ni Wakristo ambao hawana susi. Susi yao, misio yao mkanisa ni kuona wengine wanaanguka mzambi. Ni kuona wengine hawapendi hawaendelee vizuri na Mungu. Pale ndio wanafurahi. Hayawani wabaya. Lakini ngano kazi yake ni kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu, yani kuwa na moyo wa huruma kwa ndugu zake na kwa jirani zake. Tuwe kama vile Barnabas ambaye maandiko yanasema kwamba yeye katika kanisa, tukamate hiyo mfano. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 5 na sura 4 pale, wanazungumzia habari za Wakristo wawili, Barnabas na Anania na Safira. Hawa walikuwa ni Wakristo wawili ndani ya kanisa.
Huyu mmoja alikuwa na moyo wa huruma. Barnabas, maandiko anasema alikuwa na moyo wa huruma, alikuwa anaitwa jina la Yusufu. Wakampatia jina Barnabas, yani mwana wa faraja. Yeye wakati alipomwamini Kristo, wakati alipompokea Kristo, akaangalia ndani ya kanisa kuna wajane, kuna mayatima, kuna wamaskini wako pale. Alitoa sehemu ya mali yake. Maandiko anasema alitoa sehemu ya mali yake, sehemu ya vyote alikuwa navyo. Watu kisoma mzuri anasema kwamba alitoa mali yake. Samani nisome mbio mbio, muda unatuacha, tusome Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura yake 4 mstari wa 36, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro. Alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na shamba, sio kama ilikuwa ni hektari ngapi, sio kama ilikuwa ni bilometraje, ilikuwa na bilometraje gani. Hasime akaleta ile kiwango yote ya pesa, kaileta mpaka miguu ya mitume. Wakaanza gaburia wale wa maskini, wajane, mkanisa, wale wenye walikuwa na muamini Bwana Yesu hawajiwezi. Lakini kwa Anania na Safira ilikuwa vile. Aina wa Kristo wawili. Mmoja alikuwa gugu, mwingine alikuwa ngano. Sasa swali ndugu yangu, unajijua maisha yako, unajijua namna yako jinsi unavyotembea mkazi ya Mungu na maisha yako ya kiroho na jinsi unavyotembea huduma. Unajua maisha yako ya kiroho, jinsi unavyotembea na Mungu. Tabia yako inafanana na gugu, inafanana na ngano. Anania na Safira hebo balifanya ile bakaenda uzisha, lakini hao wakaficha. Kama walikuwa na makonfli na pamoja mle mkanisa, huyu naye kule kumali yetu haiwezekani, bakaficha sehemu. Bwana tusaidie sana. Akapata hasara kwa Mungu. Lakini huyu mwana wa faraja Barnabas, yeye alileta yote. Yeye alikuwa ni ngano, akapenda kusaidia wenzake ngano ambao walikuwa hawajiwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna muda, hatutakiwi kuwa na muda tuombee pepo ya umaskini. Mungu atubariki. Kama miongoni mwetu Mungu amekwisha kuwabariki baadhi yetu sie, kwa nini tuendelee kuombea pepo ya umaskini na ndugu zetu wamekwisha kubarikiwa? Baraka yako ni yangu kama tuko waenda mbinguni wa kuenda mbinguni. Bwana tusaidie sana. Kama uko na misio ya kuenda mbinguni, hautakuwa na moyo, unatakiwa kuwa na moyo wa huruma, utakuwa na moyo wa kusikilia wenzako huruma. Utasikilia mama mjane huruma, utasikilia huyu maskini mwenye watoto yake kwa anafukuza kwa masomo huruma, utasikilia huyu mtumishi wa Mungu mwenye hana hata kiatu, utamsikilia huruma, utamjali. Hapana naye atumike, afanye nini? Ndugu yangu, tujifunze kuwa na moyo wa huruma, tusiwe kama hayawani wabaya. Mungu atubariki, Mungu atupe neema ili hii ujumbe uisikie na uielewe vizuri rafiki yangu. Mungu anataka tusiwe hayawani wabaya, kwa sababu sisi ni mbegu, ni ngano ambayo iko na matumaini ya kwenda kuurithi uzima wa milele. Kumbe Bwana atubariki katika jina la Yesu. Amen.